Habari yako mteule. Ukiona rafiki yako, ndugu yako au mtu yoyote wa karibu anakuiga kile unachokifanya, usikasirike. Mara nyingi watu huwa wanaona matokeo bila ya kufikiri kwamba nyuma ya matokeo ni kivuli cha hatua. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuendelea kuboresha hatua zako, kwa sababu utakapobadili mwelekeo wa hatua zako, yule anayekuiga atabaki na kazi kuu mbili. Kazi ya kwanza, arudi kwenye hatua ili na yeye abadili mwelekeo, au abaki pale pale akijiuliza sasa nafanyeje. Kwa hiyo huna sababu ya kujali kwa nini fulani ananiiga. Kazi yako ni kuendelea kuboresha hatua zako. Kwa sababu nyuma ya matokeo watu huwa hawazioni hatua ambazo zinahitaji muda, zinahitaji nguvu, zinahitaji akili. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kufocus na hatua zako mpaka mwisho wa malengo yako. Huna sababu ya kujali nani anasema nini, huna sababu ya kujali kwa nini fulani ananiiga, wala huna sababu ya kuendelea kuwaza kuhusu hilo. Ukiona mtu anakuiga unachokifanya, maana yake kina thamani na kinaonekana. Unachotakiwa kufanya ni kushukuru na kufurahi, kwa sababu wewe ni mfano na ndio maana wanafanya hicho kitu. Thamani yako haiwezi kuonekana kwa sababu wewe unajali fulani kaniiga, bali thamani yako itaonekana kwa sababu wewe umebadili mwelekeo wa hatua zako. Matumizi ya hekima na matumizi ya amani ni vitu viwili tofauti. Hekima ni kitendo cha kufanya maamuzi ukiwa katika utulivu bila kuvunja amani yako. Kwa hiyo una uwezo wa kuwa na amani, lakini ukikosa hekima ni ngumu kuwa na utulivu wa roho, akili na moyo wako. Kwa hiyo huna sababu ya kujali nguvu ya nje, huna sababu ya kujali nani anasema nini, kwa sababu anayejua ukweli, anayejua ulichokipitia, anayejua unachokifanya ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo hongera sana kwa hatua uliofikia, hongera sana kwa hicho unachokifanya, endelea kuwa na imani na unachokifanya na hatua zako zitazaa matokeo. Leo ni siku ya Jumatano, nitaendelea kupokea watu mpaka jioni kwa ajili ya mafunzo ya siku 7 niliyoweza kutangaza siku za nyuma. Na nafikiri leo jioni itakuwa ni mwisho wa kupokea watu, nitafunga mzunguko huu ili niweze kuanza huduma yangu. Na wale ambao watachelewa kwa siku ya leo, basi itabidi wasubiri mpaka mzunguko utakapoisha, kwa sababu mafunzo ni siku 7. Na mafunzo haya si kwa ajili ya kuweza kukuambia wewe ufanye nini. Hapana. Ni elimu kwa vitendo na si nadharia, ili iweze kukurudisha wewe katika uwezo wako, uweze kujitegemea kiroho, kiakili na kila kitu katika maisha yako. Kwa hiyo kwa wale wanaohitaji, basi usisite kunitafuta, bila kusahau wale wanaohitaji huduma za kiroho na kadhalika. Nipo hapa kwa ajili yako. Asanteni na karibuni sana wapendwa.